Tanzania kama ilivyo nchi nyingine barani Afrika inakabiliwa na matumizi holela ya dawa za binadamu. Imekuwa ni jambo la mazoea kwamba mtu akihisi kifua kimembana kidogo tu anakwenda duka la dawa, hajapima, hana cheti cha daktari na anarudi nyumbani akiwa na paketi yake ya Moxlin, anaanza kumeza. Kesho akipata maumivu ya tumbo, anamuuliza jirani yake kama amebakisha kidogo tembe za metronidazole ama Flagyl, anaanza kujitibu. Ama akipata haja ndogo ya rangi ya manjano, tayari kwake anahisi amepata maambukizi kwenye njia ya mkojo, yani UTI, anakwenda kutafuta dawa maarufu ya Azuma. Mazoea ya aina hii yanaelezwa kuwa ni janga. Matumizi holela ya dawa yanatishia kuongeza usugu wa vimelea na magonjwa. Kuna athari pia kwenye ogani za mwili na hata kitisho cha mtu kupoteza maisha. Katika ulimwengu wa sasa si rahisi kusema yuko mtu ambaye kweli kabisa hajawahi kusikia hatari ya kutumia dawa kiholela, lakini inaonyesha tunapuuza. Tunakwenda kununua wenyewe, wafamasia kinyume kabisa na utaratibu wanatuuzia, na imekuwa vigumu kudhibiti hali hiyo. Tatizo hili tunaweza kusema ni sawa na dumu lenye matobo, lakini swali ni tunaanza kuziba wapi? Na kutafuta majibu ya hayo nimewalika hapa mchana huu Dr. Grace Magembe. Yeye ni mganga mkuu wa serikali nchini Tanzania. Pia tunaye Hassanat Hassan, yeye ni mfamasia kutoka nchini Kenya ambaye amefanya kazi wakati fulani nchini Uingereza, kazi hiyo ya ufamasia. Na kutoka Dodoma, Tanzania, nimemkaribisha Jacqueline Kuanda. Yeye ni mwandishi wa habari za uchunguzi na hivi karibuni alichapisha makala yake ya uchunguzi kuhusu matumizi holela ya dawa ya kutuliza maumivu ya Tramadol. Karibuni sana. Sijui msimamizi wa matangazo kama tunaye Dr. Grace, mganga mkuu nchini Tanzania. Naambiwa kwa bahati mbaya amepotea kwenye laini ya simu, tulikuwa naye. Hebu nianze nawe Jacqueline Kuanda, wewe umefanya uchunguzi kama mwandishi wa habari tena kwa siri. Nimeitazama makala yako ile, ulikwenda na vifaa vyako kwa siri, watu hawajui, umekwenda kutafuta dawa ya Tramadol. Tuambie nini ulikutana nacho na umegundua nini? Kwa nini hadi sasa bado watu wanakwenda kwenye maduka ya dawa, wanapata dawa bila kuwa na cheti cha daktari na wanakwenda kuzitumia kiholela? Jacqueline. Nashukuru. Kwa kitu ambacho kikubwa nilikibaini wakati nimekwenda kwenye yale maduka ya dawa, ni watu wanauza zile dawa ili wapate fedha, lakini hawaangalii ni athari zipi ambazo Mtanzania au mwananchi anayekwenda kutumia ile dawa atapata athari gani. Kwa mfano, kwa dawa ya Tramadol ambayo hii tunafahamu kwamba ni dawa tiba yenye asili ya kulevya. Kwa hiyo unapokwenda kwa pharmacy ni lazima akudai cheti cha daktari. Lakini katika zile pharmacy ambazo nimefika ni 2 tu ambazo pia moja ndio nidai daktari, lakini bado hainipatia dawa. Lakini pharmacy nyingine kama 2 ambazo nilienda, zile pale kabisa walinipa athari za zile dawa za matumizi ya Tramadol. Lakini zile nyingine nilikwenda tu, ananiuliza kwamba anayetumia ni wewe au mtu mwingine, nikamwambia ni mimi, kwa akanipatia. Jacqueline, na hii ni dawa ambayo inatakiwa kwa mujibu wa taratibu za kitabibu itolewe mtu akiwa na cheti cha daktari, sio? Halo? Nakusikia Jacqueline, na wewe natumai unanisikia. Umesema? Nasema nataka watu wanaotusikiliza waelewe kwamba dawa hii ambayo uliifanyia uchunguzi ya Tramadol, kwa kawaida kwa mujibu wa kanuni za kitabibu lazima itolewe ukiwa na cheti cha daktari, lakini ulikwenda kwenye baadhi ya maduka ya dawa na ukapewa bila kuwa na cheti. Ya, nilipewa bila kuwa na cheti cha daktari. Nadhani malizia tafadhali. Na nadhani ni kwa sababu inaonekana watu wengi wamekuwa wakinunua dawa hiyo kiholela. Kwa hiyo hata mtu anapokwenda kununua hawezi kumdai cheti cha daktari. Kwa mfano, pia kuna pharmacy nyingine ambayo nilikwenda, nikamwambia ninahitaji dawa ya Tramadol ya kidonge, akaniambia dawa ya Tramadol ya kidonge imeisha, lakini ipo ya sindano. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa jinsi gani
wote wamekuwa wakienda kwenye pharmacy kununua hizo dawa pasipokuwa na cheti cha daktari, na zimekuwa na athari kubwa kwa jamii. Asante kwa kutufungulia. Hasanat, wewe ni mfamasia, nimesema umefanya kazi nchini Uingereza, sasa huko nchini Kenya, na umemsikia hapo Jacqueline anasema kwa kile alichokibaini ni kuwa tatizo linaanzia kwa wafamasia. Wataalamu walipo jukumu la kutoa dawa, inaonekana wanataka fedha zaidi. Fani yenu ndio inatupiwa lawama. Kwa nini unadhani sababu za kifedha ndio zinawachochea wafamasia kutoa dawa kiholela? Ni kwamba ujira wenu ni mdogo sana, Hasnat? Nataka kusema ya kwamba kwanza pharmacists wamesoma sana, wamesoma habari ya madawa, kwa hivyo wana elimu ya zile dawa kwa undani, na pia wamesoma juu ya mwili wa binadamu, magonjwa, vitu vinavyosababisha ugonjwa, na pia namna ya kutibu ugonjwa. Kwa hivyo nataka kuwaeleza wasikilizaji kwamba wasiwache kwenda kwa pharmacy. Saa nyingine ndio daktari wa haraka wa kukutibu, ama pia wa kukujulisha kama lazima pengine uende hospitali, pengine ugonjwa wako ni mkubwa, lazima uende hospitali. Wasiwache kwenda kwa pharmacy. Wanatoa huduma nzuri kwa wananchi. Lakini nikisema kwa upande huu labda wa Afrika, nchi ya Afrika kama alivyosema mwenzangu, yaweza kuwa ni kwa upande wa fedha, kiuchumi, kwa sababu ukiangalia kama nchi nyingine za Europe, ile cheti cha daktari kikiletwa, serikali ndio inasimamia gharama ya zile dawa. Kwa mathalan kama dawa gharama yake ni 50,000, yule pharmacy atampa yule mwenye kuleta cheti dawa, lakini mwisho wa mwezi anapeleka cheti kwa serikali, ndo anamlipa gharama ya zile dawa. Ushaelewa? Sasa huku kwetu mwenye kununua, mgonjwa ndo anasimamia dawa zake mwenyewe. Sasa pengine kuna dawa ameandika za 50,000, yeye aseme pengine mimi na 10,000 tu. Sasa aidha atachukua dawa kidogo ama atarudi na cheti chake. Sasa hiyo kwa upande wa uchumi naona inasababisha labda pharmacists wengine, kwa sababu hawataki biashara yao ianguke, kwa sababu kwanza wao ni watoaji huduma na pia ni watu wa biashara. Sasa ndo wengine watakeuka zile sheria ambazo zimewekwa kwa sababu za kiuchumi. Naweza kusema hivyo. Sisemi kwamba hivyo ni sawa, lakini pengine inaweza kwanza kueleza kwa nini wanafanya jambo hilo. Asante. Jacqueline, wewe ulizungumza na watu wa kawaida ulipokuwa unafanya uchunguzi wako na katika kazi zako za uandishi wa masuala ya afya. Watu wa kawaida walikueleza chochote? Wanafahamu athari za kwenda kuchukua dawa na kuanza kuzitumia bila kuwa na ushauri ama maelekezo ya daktari? Si wote ambao wanafahamu, lakini kwa wao ambao nimezungumza nao ambao walikuwa wakitumia hizi dawa za tramadol, wamekuja kufahamu athari baadaye. Athari gani walipata? Wanajua kwamba athari kubwa ambazo walikuwa wanazipata, yani walikuwa wanapitia ile, yani hawezi, yani asubuhi anapoamka ni lazima azitumie hizo dawa. Kwa hawezi kufanya chochote kile mpaka atumie zile dawa. Zinakuwa zinawatengenezea kama uraibu mwilini. Kwa hiyo nakwambia ni ilikuwa ni ngumu sana. Na pia changamoto kubwa ambayo nyingine walikuwa wanapitia, kwa sababu kwa mfano mwanzo wakati mmoja alikuwa anaumwa vidonda vya tumbo, alipata maumivu makali, wakati huo alipokuwa hospitalini alipewa ile dawa. Baada ya hapo akajua kwamba hii dawa ninaweza nikaitumia. Kwa hiyo alikuwa anaambiwa atumie asubuhi kimoja, jioni kimoja, lakini mwisho wa siku alijikuta anapiga mpaka dawa 10 kwa siku. Kwa hiyo ndo baadaye anakuja kuona athari za zile, kwamba kumbe dawa hizi ukizitumia zinakupeleka mahali ambapo siko. Hasana, tulikuwa unatupa uzoefu wa kazi ulipokuwa ukifanya ukiwa nchini Uingereza kama mfamasia. Umetoa sababu, kwa mfano mfumo wa malipo kwa famasia ama na wale wanaofanya biashara ya dawa nchini Uingereza ni mzuri, kwa sababu kwa sehemu kubwa malipo yanatoka kwenye serikali. Unadhani hilo tu ndo linasaidia kwamba nchi zilizoendelea kama Uingereza pengine na hapa Ujerumani, kwamba ukienda kwa mfamasia hata ugaregare huwezi kupata dawa mpaka uwe na cheti cha daktari? Ni kwa sababu hizo tu za malipo, ama kuna sababu nyingine za kimaadili na vitu kama hivyo? Mimi nafikiri sababu huku Afrika sana ni kwa sababu ya uchumi, lakini hivyo hivyo yule mhudumu, yule pharmacist ana kitu kizungu wanaita duty of care, ambao pengine ni ile, yani wewe ndio mwenye kujua athari za dawa. Yule mwenye kununua sana hajui athari za dawa, hajui dozi ya dawa.
Sasa wewe yafaa ujali yale maslaha ya mgonjwa na usichukue mambo ya uchumi ukaweka juu na maslahi ya mgonjwa yakarudi chini. Sasa naona wengi wahudumu ni wazuri na wanajali maslaha ya ugonjwa, lakini kuna ile sehemu ndogo ambayo labda wameweka ile fedha juu na ile kujali maslaha chini. Nitauliza baadaye wote tuone kama kuna njia ambayo inaweza kusaidia tatizo hili kukomeshwa kabisa. Kwa bahati mbaya, mganga mkuu wa serikali ya Tanzania tumemkosa, amepotea kwenye laini ya simu. Nilitaka kumuuliza ikiwa wanazo njia mahususi wanazozitumia kukabiliana na tatizo la matumizi dawa kiholela, lakini naambiwa kwenye laini ya simu tunajiunga na Dr. Ndikumana Sudi. Dokta, pengine wanaotusikiliza wakisikia kutoka kwenye mdomo wa daktari wanaweza wakaelewa juu ya athari na madhara ya kutumia dawa kiholela. Hujakwenda hospitali, hujapima, hujaandikiwa cheti, unakwenda kwa mfamasia, unapewa dawa, unaanza kutumia. Hebu waambie kuna athari gani kubwa? Naam, asante sana bwana mtangazaji. Kwa ukweli ukitizama ulimwengu leo ulipofikia, dawa za kutumiwa kiholela athari zake ni kubwa sana, kutokana kwa mtu binafsi, pia katika jamii kwa ujumla. Miongoni mwa athari kubwa leo ukichunguza, hata WHO imetizama, unaona inaitwa hii antimicrobial resistance. Yaani watu wanatumia hizi dawa mfano za maambukizi mbalimbali wanazitumia kiholela. Leo mpaka mwaka 2050 itakuja kuthibitika kwamba zaidi ya watu milioni 10 watakuwa wakifariki kutokana na kutumia vibaya dawa, kutokana na usugu wa vimelea vile vya maradhi ama maradhi yenyewe waliokuwa nayo usugu. Ndio, ni mfano, kwa mfano hapa Burundi unapotumia dawa ya kawaida kwa ugonjwa kama wa typhoid ilikuwa ni kama pesa 5,000 mpaka 15,000. Lakini ikiwa umetumia antibiotic vibaya utakuja kujitibisha hata kwa 500,000, kwa sababu maradhi yatakuwa yanakuwa sugu na mwili utakuwa tayari umeshazoea ile dawa. Unakuwa hakuna seriousness fulani wa kuweza kutibu dawa sawa sawa. Pia na kiuchumi pia inaathiri sana jamii, inaathiri sana nitasema sekta nzima ya afya. Naam, ndio nilitaka kujua kuna mahusiano gani ya karibu kati ya ninyi madaktari ambao ni jukumu lenu kuagiza mgonjwa akapate vipimo, mnasoma majibu, halafu mnaandika dawa, halafu na mawasiliano na yule mwenye jukumu la kwenda kutoa. Bila shaka mgonjwa akiwa hospitali ni rahisi, kwa sababu anatoka kwa daktari, anakwenda kwenye duka la dawa la hospitali, anaweza kufikisha cheti akapewa dawa. Vipi inapokuwa anakwenda kununua nje? Kuna mfumo wowote katika fani hii unayofanyia kazi ambayo inamuunganisha daktari anayeandika cheti na mfamasia, ama ndio hii mtu yote tu anaweza kwenda kwa mfamasia yeyote na akapewa dawa hata kama sio ambayo anahitaji? Kwa ukweli nitasema kwamba kwa leo ni hali ya kusikitisha sana, kwa sababu kawaida binadamu yote ile anapokuwa amehisi vibaya kimwili, inabidi aje amuone daktari. Anapofika hospitalini, daktari amemsikiliza, amefanya vipimo, anaona huyu anaanza kuwa na maradhi fulani, anamwandikia dawa. Hapa mwanzo tu hatutashindwa kuzungumza kwamba uandishi wa dawa wa daktari wala maamuzi ya daktari kuandika dawa yanakuwa tena hana uhuru fulani, kwa sababu makampuni ya madawa tayari yamechukulia hatua kubwa kutokana na biashara na nini. Inabidi daktari atembelewe. Sasa inakuwa daktari hana uhuru wa kuandika dawa kutokana na nguvu ya dawa, bali atatafuta andike dawa itakayopatikana katika pharmacy fulani karibu, kwa sababu wale wenye wanauza ile dawa wamemtembelea awali. Hilo ni jambo limoja. Jambo la pili, yule mgonjwa anapokuja tayari kwa daktari ameandikiwa dawa, anaenda sasa katika pharmacy, atachagua dawa kutokana labda pengine na pesa ambazo anazo mfukoni, atachagua, na wakati mwingine hata anachagulishwa dawa na wale watu wa pharmacy kutokana na zenye ambazo wanazo, wala wanataka wazitoe kwa uharaka, wala wamezipata kwa bei nafuu. Maki unajuta kuna kitu ka biashara kanaingia hapa ndani, kanaweza kapotosha kabisa
Naam. Nadhani hilo la maslahi ya kifedha limezungumzwa. Jacqueline, kwenye makala uliofanya na shughuli zako za uandishi wa sekta ya afya, unaona uwezekano kwamba tatizo hili likamalizika karibuni, kwamba sasa mtu anaweza kufata utaratibu ule unaokubalika kwenda kutafuta cheti, kupata vipimo, ndio apatiwe dawa? Kwa kusema moja kwa moja kwamba litamalizika hivi karibuni, hapo nakosa majibu sahihi, lakini nadhani umefika wakati ambao serikali, yaani msingi wa swali langu ilikuwa ni kwamba bila shaka ulizungumza na viongozi na wataalamu, yaani ulisikia maelezo yanayoeleza kwamba kuna mifumo na taratibu ambazo pengine zinaweza kusaidia hili tatizo uliloliita mwenyewe kwa ni uraibu wa tramadol likaisha. Kwa hilo, kwa mfano katika hospitali ya rufaa ya afya ya akili Mirembe, wenyewe wamekuwa wanawasaidia wale ambao wanapitia huo uraibu, na kuna kitengo maalum ambacho mtu ambaye amepitia huo uraibu basi anakwenda pale, kuna namna ambavyo wanawatibu mpaka wanakwenda wanakaa sawa. Kwa hiyo nadhani umefika wakati pia wa kuendelea kutoa elimu zaidi ili watu wafahamu athari zilizopo kwenye matumizi ya hizi dawa kiholela. Hasanat, jukumu kubwa kusema kweli, pamoja na yote, mbali ya kuwa linabaki mikononi mwa watunga sera na viongozi wa serikali na watu wanaotakiwa kusimamia utekelezaji wa kanuni, lakini ni jukumu kubwa zaidi la kimaadili la fani ya wafamasia. Ushauri wako ni upi kwa wenzako, wafamasia wenzako, linapohusika swala hili? Kwa sababu madhara yanajulikana, lakini vitendo hivi bado vinaendelea. Mtu anakuja hajapima, hana cheti cha daktari, na mfamasia anatoa dawa. Naam. Kuna dawa nyingine ambazo zinaweza kupewa na pharmacy bila cheti. Hizo ziko na pharmacists wanaruhusu kutibu magonjwa madogo madogo na hizo dawa, lakini pia wamefundishwa namna ya kusikiza zile athari za ugonjwa, na pia wakitoa dawa wawape maelezo zaidi. Kwa mathalan, hii dawa usichukue na dawa nyingine ambayo ina paracetamol, ama hii dawa inasababisha mtu kuwa na usingizi, kama wewe ni dereva basi utahadhari, ama hii dawa hairuhusiwi kabisa kuchukuliwa na mwanamke mwenye ujauzito kwa mathalan. Ushaelewa? Sasa lazima tumpe yule mgonjwa information zaidi ili kumkinga na athari ya dawa. Lakini serikali iweza kufanya vitu viwili. Kitu cha kwanza, ile sheria iko, lakini sasa utekelezaji wa sheria, sasa wafanye kama inspection, watume maofisa wao kwenye pharmacies wafanye inspection, wawape pharmacists warning, na pia wazidi kuwaelimisha pharmacists wasifanye vitu kama hivi. Lakini lazima serikali ifikirie namna pia ya kusaidia uchumi wa pharmacy, ili mafamasi wasifunge. Wajua ni huduma muhimu kwenye mtaa, kwenye mji. Sasa ili yale maduka yasifungwe, pengine kuna vitu kama ile, huku Kenya tuna kitu inaitwa SHA ambao ni bima. Sasa vitu kama madawa pia yatiwe kwenye bima, ili mtu yeye yualipa ile bima ya serikali, akichukua cheti chake akienda kwa pharmacy, serikali pia ibebe katika gharama za ile dawa. Kitu kama hicho pengine kitasaidia kupunguza hizi shida. Asante sana Hasnat, lakini kwa bahati mbaya nilitamani nimalize nawe Dr. Ndikumana, lakini naambiwa muda umetutupa mkono. Shukran sana sana Hasnat Hassan. Yeye ni mfamasia aliyefanya kazi wakati fulani nchini Uingereza, lakini sasa yuko nchini Kenya. Nilimwalika hapa Dr. Ndikumana Sudi, yeye ni daktari wa magonjwa ya binadamu, lakini vilevile tulijiunga na Jacqueline Kuwanda, yeye ni mwandishi wa habari za uchunguzi wa masuala ya afya, lakini vilevile tulikuwa naye kwa muda, tulitakiwa kuwa naye hapa Dr. Grace Magembe, mganga mkuu wa serikali ya Tanzania. Kwa sababu ambazo hazifahamiki hatukuweza kuwa naye. Shukrani sana. Mimi ni Rashid Chilumba, hadi wakati mwingine.